إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na yote yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia yaliyokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huo ndio uchamungu. Uchamungu ni kujiweka katika ibada na kujiweka mbali na yote yaliyoharamishwa na kukatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo ni muendelezo wa khutba ya Ijumaa iliyopita, ambayo ilikuwa na kichwa cha habari kinachosema vituo vitatu anavyovipitia mwanadamu, sehemu tatu ambazo anazipitia mwanadamu. Tukasema kwamba mwanadamu kituo chake, miongoni mwa vituo ambavyo anavipitia ni kituo cha dunia hii. Na tukasema kituo cha dunia ni kituo ambacho Muislamu anatakiwa kufanya maandalizi ya kwenda kuishi vizuri katika vituo viwili vitakavyokuja baadaye. Akifanya maandalizi mazuri, akamtii Allah subhanahu wa ta'ala, akayafanya yaliyokuwa mema, akajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ametengeneza maisha yake mazuri katika vituo viwili vitakavyokuwa vinakuja baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Atakuwa ametengeneza kaburi lake. Muda wote ambao ataishi kaburini ataishi vizuri, na endapo atakuwa hajatengeneza maisha yake ya kaburini, kwa maana ataishi vibaya katika maisha ya kaburini muda wote ambao atakuwa pale kaburini. Lakini pia akiishi vizuri katika dunia hii, atakuwa ametengeneza kituo chake cha mwisho cha siku ya kiyama,
na endapo atakuwa hajakitengeneza kituo chake atakwenda kuishi maisha mabaya huko akhera. Ndugu zangu katika imani, hakuna mwanadamu atakayeweza kuishi milele. Kila aliyepo katika mgongo wa ardhi iko siku ataondoka na ataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huko kwa Allah watu watakwenda kulipwa kutokana na yale walioyafanya katika ulimwengu huu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti, kila nafsi itakufa, kila nafsi itaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwafawna ujurakum yawm alqiyama, na hakika si vinginevyo mtakwenda kulipwa ujira wenu na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kama umefanya mema utakwenda kulipwa mema na Allah subhanahu wa ta'ala, utakwenda kulipwa kutokana na mabaya yako uliyoyafanya katika ulimwengu huu. Kwa kila ulichokifanya ujue utakwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema, faman zuhziha 'anil nar, yeyote ambaye ataepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na matendo yake mema ambayo ameyafanya katika ulimwengu huu, ikawa ni sababu ya yeye kuepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema huyo faqad faza, huyo atakuwa amefaulu kikweli kweli. Kama unamtafuta mtu ambaye amefaulu, ni mtu atakayeepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mema aliyoyafanya katika ulimwengu huu. Wama alhayatud dunya, na hayakuwa maisha ya dunia illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe ndogo yenye kudanganya. Itakudanganya ufanye maasi, itakudanganya ukae mbali na ibada, itakudanganya usiwe karibu na Mola wako. Lakini maisha haya ya dunia haya ni maisha mafupi mno. Ndugu zangu katika imani, aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha ya kwamba kila mmoja katika sisi, kila chenye nafsi kitaonja mauti, kitakufa, kitaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwanadamu, kabla haujafikwa na kifo, jitahidi kufanya yaliyokuwa mazuri ili iwe ni sababu ya wewe kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani atakayeepushwa na moto wa udkhila aljanna, na akaingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faza, huyu atakuwa amefaulu, kufaulu kikweli kweli. Mpaka ifikie mahala Allah anakuingiza katika pepo yake, ni kwamba ulijipinda kikweli kweli katika dunia hii kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pepo inapatikana kwa juhudi. Pepo haipatikani kwa uzembe. Anayehitaji pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa afanye juhudi kweli kweli. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir anasema, wa qawluhu, na qawli yake Allah aliposema innama tuwafawna ujurakum yawm alqiyama, kwamba mtalipa ujira wenu siku ya kiyama, ai wa innama tu'tuna jazaa a'malikum, siku ya kiyama mtakwenda kupewa malipo ya matendo yenu, wafian taman, yakiwa yametimia, yako kamili, yawm alqiyama, siku ya kiyama, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watakwenda kusimama mbele ya Mola wa viumbe wote, liyuhasibahum ala a'malihim, kwa ajili ya kwenda kuwafanyia tathmini, kwa ajili ya kwenda kuwahesabia yale walioyafanya katika ulimwengu huu. Fayujazi alladhina asa'u bima amilu, Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa wale waovu
kutokana na maovu yao walioyafanya. Yeyote ambaye ni maovu umeyafanya, ujue utakwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo lolote ambalo utalifanya alafu Allah subhanahu wa ta'ala asikulipe. Kwa Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema fayujazi alladhina asa'u bima amilu, Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa waovu waliofanya mabaya kwa yale walioyafanya. Wayujazi alladhina ahsanu bilhusna, na atawalipa wale ambao wamefanya mema, wamefanya mazuri kwa yale walioyafanya. Ukifanya mema utakwenda kulipwa mema na Allah subhanahu wa ta'ala, utakwenda kulipwa mazuri, na ukifanya maovu utakwenda kuingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, yeyote anayefahamu ya kwamba hapa duniani hatoishi milele, na ajitahidi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ajitahidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ajitahidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tutakwenda kulipwa na Allah kwa yote ambayo tunayafanya katika ulimwengu huu. Kwa Muislamu anatakiwa awe na maandalizi, ajiandae kwa ajili ya kifo, afanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, yawezekana ukaondoka katika ulimwengu huu ukaenda kuingia mahala pabaya. Kwa kinachotakiwa ni maandalizi. Ndani ya dunia hii fanya maandalizi ya mambo ambayo yatakwenda kukusaidia katika vituo viwili vitakavyofuatia baada ya maisha haya ya duniani. Sasa Muislamu atajiandaje? Muislamu atafanya mambo gani ili ambiwe kwamba anafanya maandalizi? Ni mambo gani ambayo anatakiwa kuyafanya Muislamu ili ambiwe kwamba huyu anafanya maandalizi ya kifo, anafanya maandalizi ya mambo yatakayomsaidia kaburini, anafanya maandalizi ya mambo yatakayomsaidia siku ya kiyama? Ni mambo gani ambayo akiyafanya Muislamu anaonekana kwamba anajiandaa kwa ajili ya kifo, anajiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye? Awalan, jambo la kwanza, al-istidadu lilmauti bitawbati sadiqa, ni mtu kujiandaa na mauti kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila mara. Lakini tauba hiyo iwe ni tauba ya kweli, kwa sababu sisi tuna mapungufu makubwa sana. Kila mmoja katika sisi ana mapungufu yake, kila mmoja katika sisi ana madhambi, hakuna asiyekuwa na madhambi. Sasa ikiwa hali ndio hiyo, Muislamu unatakiwa uwe na tabia ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Mtu mwenye tabia hiyo, huyu anafanya istidadi, anafanya maandalizi ya kifo, kwa sababu anajua kwamba wakati wowote nitaondoka katika ulimwengu huu, nitaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha nitubie kutokana na madhambi ninayoyafahamu na nisiyoyafahamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote enyi waumini ili muweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaofaulu ni wale watakaoepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaofaulu ni wale watakaoingia katika pepo ya Allah. Sasa miongoni mwa sifa za watu waliofaulu ni mtu mwenye tabia ya kutubia na kurejea kwa Allah mara kwa mara, anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallama yeye alikuwa anatubia katika kila siku zaidi ya mara 70, na katika riwaya nyingine anasema anatubia katika kila siku mara 100. Kila siku anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallama ambaye amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na yajayo, amesamehewa madhambi yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo alikuwa haachi kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
anatenga muda, anakaa, anasema astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Anayesema maneno haya mara 70 mpaka mara 100. Sisi tunayesema maneno haya mara ngapi ndugu zangu katika imani? Kwa anayehitaji kufaulu, mtu ambaye anafanya maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu, anakuwa ni mwenye kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika aya nyingine anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, tauba ya kweli. Tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ambayo ni ya kweli. Kwa maana kuna watu ambao wanatubia kwa Allah tauba ya uongo, tauba isiyokamilisha masharti yake. Anakwambia nimetubia, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala hajatubia, au ametubia tauba ya uongo. Kwa hiyo yeyote ambaye anafanya maandalizi ya kifo anakuwa na tabia hii ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qudama al-Maqdisi, Ibn Qudama anasema, wal ijma'u munaqidun ala wujubi at-tauba. Ijma' ya maulama, maafikiano ya maulama yamefungamana na wamekubaliana maulama ya kwamba juu ya wajibu wa kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna adh-dhunuba muhlikatun mub'idatun anillahi subhanahu wa ta'ala. Asema kwa sababu madhambi yanaangamiza, na madhambi yanamweka mtu mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Inafikia mahala mtu anapomuomba Allah, dua yake haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda ni kutokana na mzigo wa madhambi ambao ameubeba, na yeye hataki kurejea na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qudama anasema madhambi yanaangamiza. Kama madhambi yatakusababisha wewe uingie motoni, kama madhambi yatasababisha kaburi lako liwe ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto, huko ni kuangamia. Madhambi yanaangamiza, lakini vile vile madhambi yanamweka mtu mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakapokuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani atakayekusaidia katika maisha haya ya dunia, lakini vile vile katika maisha yajayo atakayekusaidia ni nani? Kwa hiyo ili madhambi yasiwe ni yenye kukuangamiza na kukuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, dawa ya madhambi ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia kwa Allah kila siku, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi unayoyafahamu na usiyoyafahamu. Kwa ikiwa hali ndiyo hiyo, ni wajibu Muislamu kuyakimbia na kuachana na madhambi na maovu, yakimbie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni namna ya kwanza ya kuonyesha kwamba mtu huyu ana maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu, kwa kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, jambo la pili, miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu kuyafanya, na ndiyo maandalizi yako ya kutengeneza akhera yako, na ni maandalizi yako ya kutengeneza ala adai alfaraidh, ni kuhifadhi katika kutekeleza mambo ya faradhi, wajtinabi almuharramati, na kujiweka mbali na mambo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala almuslimi an yasta'idda lilmauti, ni wajibu kwa Muislamu awe na maandalizi ya kifo, bilmuhafadhati ala adai maftaradahu Allahu alayhi, kwa kuyahifadhi na kuyatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia. Wala shakka anna min a'zami alfaraidh 'inda Allah wa ahabbiha, na hapana shaka miongoni mwa faradhi ambazo amezifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi,
na faradhi ambayo Allah anaipenda al-Islam al-khamsi, ni nguzo tano za Uislamu. Wa akhassa bidhikri huna as-salah. Katika hizo nguzo tano za Uislamu tutataja nguzo muhimu ya swala, kwamba Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kuswali. Kwa nini tunahitaji nguzo hii? Litahawuni baadhi nasi fiha, kutokana na watu kuzembea katika nguzo hiyo na kuizembea na kuidharau nguzo hiyo. Jahalan, wanafanya hivyo kwa ujinga waliokuwa nao, au takasulan, au wanafanya hivyo kwa uvivu waliokuwa nao. Fahiya amududdin, swala ni nguzo ya dini. Wa ahamu arkani al-islami, na ni nguzo muhimu katika nguzo za Uislamu. Baada shahadataini, baada ya mtu kutamka shahada mbili, baada ya kuwa yeye ni Muislamu. Waqad amara Allahu bilmuhafadhati alaiha, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wahifadhi swala tano, ameamrisha watu waswali swala tano fi kulli halin, katika hali yoyote atakayokuwa nayo mtu. Hadaran wa safaran, akiwa mtu yuko safarini au yuko mjini. Sihatan wa mardan, na mtu akiwa ni mzima au akiwa ni mgonjwa ana namna yake ya kuweza kuswali. Muda wa kuwa akili yake iko timamu, bado anatakiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bado anatakiwa awe ni mwenye kuswali swala tano. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيرة لأمته. صلاة ni wasia wa mwisho wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwahusia umma wake. As-sala jamani, swala jamani, watu wasiache swala. Ndio wasia wa mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anahusia umma wake, kisha anakuwa ni mwenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo muhimu aliyohimiza Mtume mwishoni mwa uhai wake ni jambo zima la swala tano. Kwa anayeswali swala tano, huyu anafanya istidadu, anafanya maandalizi ya kifo, anafanya maandalizi ya kukaa vizuri katika kaburi lake, anafanya maandalizi ya kwenda kukaa vizuri siku ya kiyama. Tuzao katika imani, swala ina faida nyingi. Miongoni mwa faida za swala, tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mtu anapoiswali swala ipasavyo, swala hiyo itamzuia na kufanya mambo ya fahisha, itamzuia na kufanya mambo mabaya na mambo ya munkar. Kafaratun lidhunubi, swala vile vile ni kifuto cha kufuta madhambi ya mtu. Kila unaposwali swala hiyo inamfutia madhambi dogo, yanafutwa na swala. Unaposwali swala fulani mpaka swala fulani, kama kuna makosa madogo uliyofanya hapa katikati yake, makosa hayo yanafutwa na swala. Tu'inu almuslima ala takhfifi humumi dunya wa hazaniha, na vile vile swala humsaidia Muislamu juu ya kumpunguzia msononeko wa dunia, wa ahzaniha, na huzuni ambazo anazipata katika ulimwengu huu. Unaposwali, swala inakuondolea zile huzuni, swala inakuondolea ile misononeko inaondoka kwa ajili ya swala. Kwa swala ni jambo muhimu. Swala ni jambo la kwanza litakaloangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Amali ya kwanza itakayoangaliwa ni as-sala. Kwa mtu anayeswali swala tano, huyu ana istidadi, ana maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu. Na mtu asiyeswali, kwa maana huyu hana maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu, na wala hatengenezi maisha yake ya baadaye. Kwa ndugu zangu katika imani, kila mmoja anatakiwa afanye maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu kwa kuyafanya yote ambayo ni sababu ya yeye kuwa ni mwema, ni sababu ya yeye kupata pepo, ni sababu ya yeye kuepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبة، tunakumbushana mambo ambayo ukiyafanya Muislamu utakuwa unafanya maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu, unafanya maandalizi ya kifo, lakini vile vile utakuwa unatengeneza maisha yako kwa ajili ya vituo viwili vijavyo, kituo cha kaburini na kituo cha akhera. Vituo hivyo vinatengenezwa hapa duniani. Kama haukutengeneza hapa duniani, kwa hakika utakuwa umeingia hasara sana. Thalithan, jambo la tatu, almusabaqatu ila alkhairati wal a'mali salihah. Ni mtu kuwa ni mwenye kushindana katika mambo ya kheri. Muislamu kuwa ni mwenye kupupia kufanya ya kheri na kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Anapoambiwa kwamba jambo hili ni jambo jema, anapupia kulifanya jambo hilo, anashindana katika kulifanya jambo hilo. Miongoni mwa kutoa sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba al-yawm yawmul jumaa, leo ni siku ya Ijumaa, nimeandaa sadaka yangu kwa ajili ya Ijumaa, naandaa sadaka yangu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anakuwa ni mwepesi wa mambo ya kheri, sio mzito katika kuyafanya ya kheri, anakuwa ni mwepesi na anashindana katika mambo ya kheri. Anapomuona mwenzake anafanya, na yeye anapambana ili aweze kumshinda mwenzake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fastabiqul khairati, shindaneni katika mema, shindaneni katika mambo ya kheri kwa ajili ya kutafuta baraka na kheri na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, ukimuona mtu ni mwepesi katika kuyafanya ya kheri, akiambiwa kwamba kuna kheri ya kufanya hapa, anaifanya bila kufikiria muda wa kuwa ni jambo la kheri, ujue kwamba mtu huyo ana istidadi, anafanya maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu, lakini vile vile anajenga nyumba yake ya kaburini na anajenga nyumba yake ya akhera. Ndugu zangu katika imani, rabi'an, al-istidadu lilmauti bitalabi al-ilmi ash-shar'i. Miongoni mwa mambo ambayo ukiyafanya utakuwa unafanya maandalizi ya kifo ni mtu kufanya maandalizi ya kifo kwa kuitafuta elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallama, elimu ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa aitafute elimu. Ndugu zangu katika imani, kuitafuta elimu ya kisheria nayo ni elimu ambayo la yastaqimu dinu illa bihi. Dini ya Allah haitotengemaa kwako wewe isipokuwa kwa kuyasoma mambo hayo, isipokuwa kwa elimu hiyo. Mithlu arkani al-islam al-khamsa, mfano wa nguzo tano za Uislamu, allati hiya ash-shahadatani, nguzo tano ambazo ya kwanza kabisa ni shahada mbili, kushuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kushuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa iqamu swala, na kusimamisha swala, wa itau zaka, na kutoa zaka, wa saumu ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani, wa hajju baitillahi alharam, na kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kuhiji. La yajuzu limuslimin an yajhalaha, haifai kwa muislamu kuto kuzifahamu hizi nguzo tano za Uislamu, bal la budda an yataallamaha, bal hapana budi ajifunze nguzo za Uislamu na azijue vizuri. Lianna taalluma maana shahadatain, kwa sababu kujifunza na kufahamu maana ya shahada mbili,
kwamba ninaposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, maana yake ni nini? Makusudio yake ni nini? Natakiwa kufanya nini na maneno haya? Lakini pia inma ta'allumul aqida, unapojifunza maana ya shahada ndio kujifunza akida yako iliyokuwa sahihi. Yataallamu almuslimu alaqidata, anajifunza muislamu itikadi iliyokuwa sahihi, min ajli al'amali biha, kwa ajili ya kuifanyia kazi itikadi hiyo. Wa yataallamu ma yudaduha, na anajifunza itikadi ambayo inapinga itikadi ambayo ni sahihi, min ajli an yatajannabahu, ili aweze kujiepusha na hizo imani ambazo zinapingana na akida yake, zinapingana na itikadi yake iliyokuwa sahihi. Kadhalika yataallamu arkana swala, lakini vile vile muislamu anatakiwa kujifunza nguzo za swala. Kila siku unaswali, lakini nguzo za swala ziko ngapi? Unazifahamu nguzo za swala ni zipi? Wa shurutu swala, na kuzifahamu masharti ya swala. Wa wajibati swala, na kufahamu nyajibu za swala. Wa sunana swala, na kufahamu sunna za swala. Muislamu anatakiwa ajifunze kunako na swala, aifahamu swala vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sisi hatujamuona mtume akiswali, tunatakiwa sasa tuisome swala ya mtume ilikuwaje, aliswalije mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si swala tu, na ibada zingine muislamu angalia ibada hiyo ameifanyaje mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu. Japokuwa alikuwa anazungumzia ibada za hija, lakini unaingia hata na ibada zingine, kwamba ibada zozote tufanye kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni kuzika, mtume kazika, alizikaje? Kama ni harusi, mtume kaozesha, harusi za wakati wa mtume zilikuwaje? Maswahaba waliozeshaje? Zaka, mtume alitoaje zaka? Maswahaba walitoaje zaka? Kila jambo ambalo unalifanya unalotaraji kupata malipo yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu anatakiwa ufanye kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yuaddi salata, kaifa tuaddi salata, vipi utaswali? Wa anta jahilun bi ahkamiha, na wewe hujui hukumu za swala, haujaisoma swala, unaswali tu, utaswalije? Fala budda an yataallama ahkama as-salah, hapana budi muislamu ajifunze hukumu za swala. Wa mubtilatu swala, na ajue mambo yanayoharibu swala. Kuna mambo ambayo ni ya msingi, ni ya lazima usome. Si lazima usome mpaka uwe shekhe mkubwa, soma ujue namna ya kumwabudu Mola wako. Mambo hayo itakuwa ni mambo ya lazima. Fatalabul ilmi wajibun ala kulli muslimin, kuitafuta elimu ndugu zangu katika imani ni wajibu kwa kila muislamu. Min dhakarin wa untha, muislamu huyo awe ni mwanaume au mwanamke, anatakiwa kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au hurrin au abdin, au muislamu huyo awe huru, awe ni mtumwa, au ghaniyin au faqirin, au muislamu huyo awe ni tajiri au awe ni fakiri, au malakin au swaluk, au awe ni mfalme, awe raisi, awe ana cheo chochote katika ulimwengu huu, maadamu ni muislamu anatakiwa jifunze dini yake. Lakini leo ni wangapi wenye vyeo, ni wangapi ambao wana madaraka wanaweza wakakaa chini wakajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ukihesabu unaweza ukakosa kwamba mkuu wa wilaya sasa anakaa anasoma Qur'ani ya Allah, anasoma anajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbunge anakaa anasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ni mara chache sana kuwakuta watu wa namna hii anakaa kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tumeona mpaka matajiri pia wanatakiwa kukaa chini na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni matajiri wangapi ambao wanaweza wakakaa hapa akajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wachache. Mpaka na watoto wao vile vile hawawasomeshi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasomesha dunia, lakini dini hakuna wanachokifahamu. Labda ifikie mahala mtoto huyu amefeli, hawezi kuendelea mbele. Hapo ndipo atasema huyu kwa kuwa amefeli, sasa mpelekeni akasome dini, kwa maana wanaosoma dini ni mafelia. Fikra ambayo ni mbovu, fikra ambayo haifai. Lakini mtoto wake amefaulu vizuri, hawezi kumpeleka kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwasomeshe watoto wetu mambo ya kidunia secular, lakini pia tuwasomeshe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waweze kujua namna ya kufanya ibada. Kwa ndugu zangu katika imani, bila kuisoma dini hii hatutatengeneza maisha yetu ya akhera, hatutatengeneza maisha yetu ya kaburini. Tuliona ya kwamba kaburini pale kuna maswali. Utaulizwa man rabbuka, nani mola wako? Ma dinuka, ni ipi dini yako? Wama nabiyuka, ni yupi mtume wako? Haujamsoma Allah subhanahu wa ta'ala, hautaweza kujibu kwamba mola wangu ni Allah. Dini haujaisoma, hautaweza kusema kwamba dini yangu ni Uislamu. Mtume haujamsoma, hautaweza kusema kwamba mtume wangu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utashindwa. Na unapoulizwa maswali ukishindwa, unapigwa nyundo ya nguvu na malaika, unakwenda kuangukia mbali, kisha unarudishwa tena, unaulizwa swali lingine. Ukishinda unapigwa nyundo ya uhakika, unakwenda kuangukia mbali, kisha unarudishwa tena, unaulizwa mpaka uulizwe maswali yote ambayo unatakiwa kuulizwa. Kwa ndugu zangu katika imani, maswali tutakayoulizwa maandalizi yake ni hapa duniani. Kwa hiyo tufanyeni maandalizi ya kuondoka katika ulimwengu huu, tufanyeni maandalizi ya kwenda kuishi vizuri kaburini, tufanyeni maandalizi ya kwenda kuishi vizuri akhera kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.